Chadema kuhusu tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Actually kilichoitwa uchaguzi kwa sababu na tulitegemea hii tume ingeundwa kuchunguza mauaji yaliyotokea na sio vitendo vya uvunjifu wa amani kama inavyosemekana. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chan, akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wazi, usio kizi viwango vya msingi vya kidemokrasia, na hata waangalizi wa kimataifa waliokuwa hapo wameungana na msimamo huu tunaousema. Kwa hiyo kwa maana hiyo Umoja wa Afrika ripoti yao imezungumza kwamba uchaguzi haukuwa huru, haukuwa wa halali, haukuwa haki. SADC wamesema hivyo na waangalizi wengine wote wa kimataifa. Hivyo hana mamlaka kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na za kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commission of Inquiry Act ya 20 ya mwaka 2002 chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe halafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi, kuratibu, kutekeleza mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji, ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wamekuwa wakati wote sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga na au kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa kwenye madaraka. Kwa mfano, jaji mkuu aliyeondoka madarakani amekuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watu akiongoza muhimili wa mahakama, na sehemu kubwa sana ya kujaribu kuharibu mahakama yetu na kuondoa uaminifu wa watu na mahakama yetu. Tukumbuka sisi kama Chadema, pamoja na mambo mabaya yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, hatukufungua kesi hata moja mahakamani kupinga aidha wabunge wetu au madiwani wetu au hata mtu yoyote aliyogombea.
Na hii tulifanya deliberate, ni maamuzi yaliyokuwa ya kikao, kwa sababu walikuwa hawana imani na mahakama katika mazingira ambayo mahakama ilikuwa inaongozwa. Lakini vile vile unaweza kujiuliza kwamba hata kama hawa watu hawakuwa na uhalali, je, walikuwa na dhamira sasa ya kutaka kuchimba na kupata kilichotokea hasa kwenye huu uchaguzi, kinachoitwa uchaguzi? Inakuwaje rais aunde tume inayotokana na wafanyakazi au watu tu ambao wamewahi kufanya kazi serikalini? Hakuna kiongozi wa dini hata mmoja kutoka kwenye imani zote zilizopo kwenye nchi yetu. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye asasi za kiraia. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye NGO. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye taasisi nyingine yoyote ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndio maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Kwa kinachotaka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu, kuua watu, kuua Watanzania kwa maelfu, wageuzwe kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru, kuhalalisha utawala wa mabavu unaotekelezwa na serikali isiyokuwa na ridhaa ya wananchi. Kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8, serikali yoyote inayokaa madarakani lazima itokane na kura za wananchi, lazima iwekwe na wananchi, kwa sababu katiba inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa serikali ambayo haijapigiwa kura, wote tunajua kilichotokea katika hicho kinachoitwa kupiga kura, ni forgery tupu. Ukienda hata kwenye historia ya chaguzi zetu, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010, turnout ya watu waliokwenda kupiga kura wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni 42%. Ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka 2015 ambako Lowassa alishindana na Magufuli, ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa. Turnout ilikuwa ni 61% watu walioenda kupiga kura. Mwaka 2020 wakati Magufuli anashindana na Lissu ametoka kupigwa risasi, turnout ilikuwa ni 47%. Kwa hiyo unaangalia hizo takwimu, ghafla tu hiki kinachoitwa uchaguzi wa Samia ambao haukuwa na ushindani, kulikuwa na vyama vya mfukoni alivyovitengeneza yeye mwenyewe, havikuweza kuitisha hata mkutano wa watu 200 kwenye uwanja. Leo eti turnout imekuwa 88%. Ni matusi kwa Tanzania, kitu ambacho ni kuonesha kabisa kwamba ni takwimu zilizo dhidi ya binadamu na ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inayopaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru bila uoga, vitisho wala kuingiliwa. Kwa sisi msimamo wetu ni kwamba hiyo tume haitambuliki mpaka tume huru ya kimataifa inayoaminika kwa watu wote, ambayo watu watakuwa huru na watakuwa na imani nayo, wataenda kueleza matukio yaliyotokea kwa ndugu zao, kwa familia zao. Mpaka sasa ieleweke kwamba kuna mamia na maelfu ya watu ambao hawajui ndugu zao wako wapi, hawajapewa hata mili ya ndugu zao. Kuna watu ambao wametufikia wanatueleza wao wenyewe walichukua mili ya ndugu zao wakapeleka kwenye hospitali, baadaye kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya mazishi, walipoenda wakanyimwa mili ya ndugu zao, wakaambiwa hawapo, na wakati walipeleka wao wenyewe. Kuna watu ambao
wamechukua ndugu zao baada ya kushinikizwa kwamba waseme walipata ajali au walikufa kwa magonjwa ya kawaida. Kuna mambo makubwa na mazito ambayo hii tume haiwezi kuyachunguza na Watanzania wakakubaliana nayo. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Baraza lake la Usalama, Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Mauaji ya Halaiki, Makosa dhidi ya Binadamu na Makosa ya Kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Na ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi, mtuhumiwa hawezi